Amen. Tunasoma Petero wa pili sura ni ya pili. 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. Petero wa pili sura ya pili mstari wa 20 mpaka 22. Na inasema, kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingaliijua njia ya haki, kuliko kuijua kisha kuiacha ile amri takatifu waliopewa. Lakini imetukia kwao sawasawa na ile mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapiko yake mwenyewe, na nguruwe aliyooshwa amerudi kugaagaa matopeni. Na sote tuseme amen. Nasungumuzia fruits of backsliding, au matunda ya kuanguka, matunda ya kurudi nyuma. Haleluya. Kuanguka ni ugonjwa wa zamani yani katika uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Kuanguka inamaanisha kwamba baada ya kujua au baada ya kuepukana uchafu wa ulimwengu kwa kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, baadaye unanaswa na huo uchafu tena na unashindwa. Haleluya. Kuanguka ni sawa na kumsulubisha Yesu Kristo mara ya pili msalabani. Kwa sababu unapoanguka unikana kwamba unamwambia Kristo afanye tena kazi aliyomaliza kufanya. Aliteseka, akafa msalabani, akakuokoa. Baada kuokoa tena unanaswa katika uchafu wa ulimwengu na unashinda. Ni kumwambia Kristo tena, teseka mara ya pili, ufe msalabani, uniokoe tena, ambalo haiwezekani. Basi wewe ndio utakaye kufa, ujiokoe mwenyewe. Pigie Yesu makofi. Tunaposoma katika Ibrania sura ile ya 6 mstari wa 4 mpaka Waibrania sura ya 6. Bwana asifiwe sana. Waibrania sura ya 6. Naweza tu kwenda hapo Waibrania sura ya 6. Waibrania sura ya 6 mstari ule wa 4 mpaka 6 inasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kuionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakianguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamemsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Haleluya. Yani ulijua anasema ulifanya nini kwanza? Waliokwisha kupewa nuru na kuionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo. Ni vigumu kuwarejesha tena, kwa sababu wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili msalabani. Naye Kristo, mateso aliyoteseka haikuwa rahisi. Kwa hivyo unapomrudisha mara ya pili msalabani, jamani, unamtesa sana. Haleluya. Na hawezi kukubali kurudi msalabani. Badala yake wewe mwenyewe utakufa, ujiokoe mwenyewe. Haleluya. Kurudi nyuma au kuanguka kulianza katika shamba la Edeni. Genesis chapter 3 verse 6 to 19. Kulianza pale katika shamba la Edeni, kwamba baada ya mwanadamu kujua yampasayo kufanya,
kujua yale ambayo Mungu alimwambia afanye, akaamua kwenda kinyume na yale ambayo aliambiwa na Mungu, na mwishowe akaanguka, na matokeo mnayajua. Haleluya! Kwamba sasa tunang'ang'ana kuvaa nguo, tunang'ang'ana kujisitiri kwa sababu mtu alianguka. Biblia inasema kwamba na hao wawili walikuwa uchi na hakuna aliyeona haya. Amen. Lakini mwanadamu alipoanguka, shida ya mavazi ikaja, akili zikafunguka, ufahamu kafunguka, akajua yuko uchi. Haleluya! Jamani, kama mwanadamu hangeanguka katika shamba la Edeni, leo hii imagine hapa kila mtu angekuwa uchi, lakini hakuna anayejua na hakuna anayejali. Umeshawahi kuona mbuzi kiambia ingine, wacha kutuaibisha, ende uvae nguo? Haleluya! Zote ziko uchi lakini hazijui. Sasa tungekuwa hivyo, mambo haya walio na pesa kama sisi, kwamba tumejipiga suti, na mwingine mahali analia akimwambia Bwana, mbona nilikukosea nini? Kuwa na dera moja tena imeparara, Mungu nilikukosea nini? Hiyo haingekuweko. Haleluya! Lakini kwa sababu mtu alianguka, shida hiyo ikaja. Kwa sababu mtu alianguka, leo twafa na leo tunagonjeka. Watu wanatumia pesa nyingi kujitibu kwa sababu ya magonjwa mengine ambayo haitibiki. Hatungekufa, hatungegonjeka. Matunda ya kuanguka ni matunda makali, ni matunda machungu, ni matunda yanayoleta maafa. Haleluya! Ndiposa Bwana anasikitika sana wakati mtu wake anaanguka. Haleluya! Lakini kunakuwa na sherehe mbinguni mmoja akiokoka. Imagine kama watu wote umewajua kanisani tangu uokoke, si kanisa hili tu, lakini makanisa yote, waliokuwa wameokoka na wakarudi nyuma, kama wote wangekuwa wamesimama mpaka leo, kanisa ingekuwa iko wapi? Lakini sasa jambo hilo limekuwa mzigo kwa watumishi wa Mungu. Badala ya kusonga mbele, wako mahali pamoja, wana mark time. Badala ya kwenda kuhubiria watu wengine wapya waokoke, tunang'ang'ana kwenda kutembelea wale walioanguka ili wamrudie Kristo. Jamani, tutafika lini kama mwendo ndio huu wa kuokoka na kuanguka, wa kuokoka na kuanguka? Tutafika lini? Haleluya! Bwana asifiwe sana. Nasema tutaanguka lini? Yaani tutafika lini? Kuanguka kunakuja na sura tofauti. Haleluya! Wakati ambako mtu anapinga utawala au anapigana na uongozi kanisani, tunaweza kuita rebellion, lakini mimi naita kuanguka. Haleluya! Mtu ambaye amesimama hawezi kupigana na uongozi. Na jambo hili lilianza zamani. Tunaposoma katika Numbers chapter 16 verse 1 and 3, tunaona Musa na Haruni wakinukiwa na Dathan, Kora na Abiram na watu karibu 250. Wanasema kwamba mkutano wa Mungu ni mtakatifu, sisi ni watakatifu. Yaani ni wewe tu Musa na Haruni ambako mnajiinua sana. Yaani wao ni watakatifu, Musa na Haruni ndio wenye dhambi. Haleluya! Na Mungu aliposhuka alitofautisha wenye dhambi na kina nani na watakatifu ni wapi. Haleluya! Kwa hivyo mambo haya si mambo mapya.
ni mambo ambayo yameanza kitambo. Haleluya. Wakati ambako kumtumikia Mungu kunaanza kuwa mzigo, haufurahii tena mambo ya Mungu, wewe umeanguka. Haleluya. Nasema umeanguka. Wakati ambako mambo ya Mungu inaanza kuwa mzigo, kuomba ni mzigo, kwenda kanisani ni mzigo. Yaani utaenda ukiwa na nafasi. Kuna vitu vingine vizuri sana kuliko kwenda kukutana na Mungu wako. Ukianza kuona mambo yanaanza kuwa namna hiyo, umeanguka. Haleluya. Kuna aina mbili za kuanguka. Aina ya kwanza ni ile ambayo mtu anaachana na mambo ya Mungu kabisa. Anarudi nyuma, anaanza kunywa pombe mkimuona, anaanza zinaa mkimuona, anaanza kila uovu mkimuona, mpaka kila mtu anajua Ondieki alirudi nyuma. Kila mtu anajua Kusimba alianguka. Haleluya. Matendechere siku hizi aliachana na mambo ya Yesu. Kila mtu anajua. Lakini kuna kuanguka mara ya pili ambako mtu ameanguka lakini amebaki yuko kanisani. Kwa maombi yuko, mnaomba naye na ameanguka. Mkienda door to door kuhubiria watu mko naye, tena ndio mstari wa mbele kushuhudia watu, na ameanguka. Haleluya. Mkiingia kufunga na kuomba, yeye ndio wa kwanza, na ameanguka. Kwa kuhubiri, anahubiri tena anakemea dhambi sana, na mwenyewe anazitenda. Haleluya. Huyo mtu ni mtu hatari. Huyo mtu wa kwanza yule ambaye ameanguka mpaka kila mtu anajua kumsaidia ni rahisi. Lakini huyu ambaye anaanguka na anabaki kanisani, kila kitu anafanya. Jumapili hakosi kanisani, maombi tena ndiye anaongoza maombi. Haleluya. Praise and worship ndiye anaongoza, kwa vyombo anapiga, lakini ameanguka. Mtu huyo kumsaidia ni vigumu mno. Haleluya. Kwa sababu hujui. Amen. Ni mtakatifu hata kuliko wale watakatifu wengine, lakini ameanguka. Na wajua hii aina ya pili, hii inayozungumzia, ndio aina ambayo imetawala kanisa. Zaidi ya nusu ya watu kanisani, iwe hapa iwe kule kwingine, ni hii ya pili, ambao wameanguka na wako kanisani. Amen. So muulize tu mwenzako, wewe ni mmoja wao? Amen. Muulize, ni kama unamaanisha wewe ni mmoja wao. Amen. Hao watu ni hatari, kwa sababu alianguka akiwa katikati wa wale ambao wamesimama. Alianguka huangusha wale ambao wamesimama. Amen. Yuda Iskarioti alikuwa mmoja wa wale ambao wameanguka na yuko katikati ya kundi la Yesu. Na Yesu si kwamba alikuwa hajui, Yesu alikuwa anajua. Na walipotumwa wawili kwenda kuombea wagonjwa, kuponya vipofu, kufufua wafu, Yuda alikuwa ndani na mapepo yalimtii. Na hata aliporudi wakashuhudia, Bwana, mapepo yalitutii kwa jina lako. Hata Yuda pia mapepo yalimtii. Amen. Kikundi hiki kimebeba kila mtu. Maaskofu wako hapo, wachungaji wako hapo, makasisi wako hapo, wazee wa kanisa wako, viongozi wa mama, vijana, viongozi wa vijana wako hapo, praise and worship wako kwa kundi hilo, washirika wote wako kwa kundi hilo. Ndiposa unapata kwamba kanisa kusonga, linasonga pole pole mno. Amen. Hao walianguka na wako katikati ya watu waliosimama, huangusha wale ambao wamesimama. Kijana mmoja
alikuwa mpiga keyboard. Akafukuzwa kule ambako alikuwa anashiriki kwa sababu ya tabia zake. Alikuwa wale ambao Pastor Mgogo huwa anawaita tester. Haleluya. Yaani waonjaji. Anaonja hapa, anaonja hapa. Yaani kuonja tu. Amen. Kwa hivyo akafukuzwa, na kwa sababu ya ujuzi aliyokuwa nao wa kupiga keyboard, yaani kijana ule angepiga, yaani angeibovya huku mbele. Haleluya. Kama haijatosha, anageuka sasa, anaifinyia hapa. Na kifinya hivyo, warembo wa kanisani wanashangilia kweli, na kumbe ndio wanaingizwa box. Haleluya. Kwa hivyo wakamfukuza kanisa moja, akaingia ingine, na alipojulikana ni mpiga keyboard, moja kwa moja akakaribishwa kupiga keyboard, na kweli akaipiga sana. Amen. Watu wanacheza wakishangilia. Najua warembo wakiona mtu kama huyo, yaani moyoni mwake anasema, Bwana usinipe tu kama huyu. Bwana ukinipa huyu nitakushukuru. Haleluya. Yaani kwa miezi 4 ambaye alikaa pale, alikuwa amedunga wasichana 4 mimba wa mchungaji akiwa ndani. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Only 4 months amejaza 4 wa mchungaji pia akiwa ndani. Haleluya. Yaani tester. Amen. Wajua wasichana wetu hawa ambao wamejitunza hawa, wana mayai mengi mpaka yananing'inia tu. Jaribio tu la kwanza mimba, ya pili mimba. Haleluya. Hawa wasichana wetu wanaweza kushika mimba wakiwa na ingine. Amen. Kwa sababu they are fertile, sasa apate tester. Amen. Aliye katikati yao. Hey. Yaani akikaa pale miezi 5, 6, kila ambacho atakuwa amefanya, hata nyinyi mtainua mikono. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wale ambao wameanguka ndio huangusha wale ambao wamesimama. So mpigie tu Yesu makofi. Amen. Yuda alikuwa mmoja wao. Nimesema kuna aina 2 ya kuanguka. Ya kwanza mtu anaanguka, kila mtu anajua. Lakini hii ya pili ndio hatari. Wanaanguka lakini wanabaki ndani, na imebeba kila kitengo. Maaskofu wako ndani, wameanguka na bado ni maaskofu. Wachungaji wako ndani, wameanguka ni bado ni wachungaji. Haleluya. Wazee wa kanisa, wa mama, vijana, kila mtu yuko hapo. Bwana asifiwe sana. Sasa tutafanyaje ikiwa kundi kubwa liko pale? Haleluya. Ni kitu gani ambacho huwa kinasababisha watu wanaanguka? Kuna sababu 2 kubwa. Sababu ya kwanza, entanglement au kunaswa. Amen. Maandiko mahali tumesoma katika 2 Peter chapter number 2 verse 20 to 22 imesema kwamba, na ukisha epuka uchafu wa dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, alafu baadaye unanaswa na uchafu huo na unashindwa, hali yako ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ya kwa heri kama hungejua. Sasa kunaswa. Bwana asifiwe sana. Kunaswa ndio sababu ya kwanza ambayo inafanya watu wanaanguka. Kunaswa inamaanisha kuna mtego mbele yako, mtego katika njia yako, na wewe kwa kutojua au kwa kujua unaingia katika ule mtego na unanaswa. Amen. Kuna vitu karibu 2 ambao ni mitego mikubwa ambayo inanasa watu wengi na kuwarudisha katika uchafu wa dunia na wanashindwa. Mtego wa kwanza ni mtandao.
au internet. Bwana asifiwe sana. Mnaweza kubaliana nami, hasa wale wanaotumia kwa simu zao browser ya Phoenix. Haleluya. Ina message nyingi, ujumbe nyingi, umbea mwingi, ina information nyingi, news zote, mambo inayofanyika kwa nchi utayapata pale. Na wana ujuzi fulani. Haleluya. Unasoma message au news fulani, inafika mahali ni nzuri, zinaisha, alafu anakuambia tap here to continue. Amen. Na wakati unapo tap ili ukontinue na kila ambacho ulikuwa unasoma, na si kibaya, ni kizuri, mpaka unataka kujua imeendeleaje, ukitapu pale ambako amekwambia tap to continue, kitu kinachotokezea ni pornography, picha na video za ngono ndio zinatokezea. Haleluya. Na sisi na ujuzi wetu, haleluya, si kwamba ulikuwa unaitafuta, si imetokeshea tu. Unaanza ashindwe shetani na unaangalia shetani ashindwe, shetani ashindwe. Haleluya. Na unafanya nini? Unaangalia. Badala ya kuondoa ni shetani ashindwe, na unaendelea kuangalia. Sekundi 60, 1 full minute, shetani ashindwe, na bado unaangalia. Baada ya kuiondoa inaanza replay. Haleluya. Kumbe akili zako zinakuwa zina download mpaka zimesave. Haleluya. Ndio hauangalii, lakini kule ndani kwa akili bado inafanya nini? Sasa ndio imeanza kucheza. Tena inacheza ikijirudia. Inajirudia rudia. Na huko nasema Baba, katika jina la Yesu nafunga mawazo machafu yale ambayo mwenyewe umeikubalia. Na haiendi, si umeiangalia. Inajirudia rudia. Yaani unachafuka. Unaendelea kuchafuka. Haleluya. Inaweza kucheza huko ndani kwa mawazo wiki nzima. Hata usipotia akili mwezi mzima, bado ulioona kwa sekundi 60 inaendelea kufanya nini? Kucheza. Mwishowe umenaswa na umechafuka. Amen. Mtandao una mambo mengi mazuri na una mambo mengi machafu. Inategemea unautumia kivipi. Uchaguzi ni wako. Injili iko kwa mtandao, lakini hatuitaki. Haleluya. Hata wengi ambao hawajakuja tunaizichukua, tunanasa kwa video, tunawatumia, lakini hawawezi kuziangalia. Injili ina bore, is quite boring. Lakini hivyo vingine utaviangalia, huku unakemea na unaendelea kuangalia. Duniani huwa nasema kwamba kuna mtu aliimba kwetu wimbo mwingine ati inatekerenya. Amen. Idikidia inatekerenya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo vitu vingine ambavyo unastahili kuangalia unajipata unaangalia. Vitu vile ambavyo unastahili kuangalia unapata huviangalii. Bwana asifiwe sana. Uchaguzi ni wako. Anasema ukinaswa tena, na vinavyonasa ni vingi. Wote ambao wameanguka walinaswa kwa njia moja au nyingine. Baada kuepuka kutoroka uchafu wa dunia, walinaswa tena. Bwana asifiwe sana. Mtego wa pili ni marafiki. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 30 inasema kwamba msidanganyike, marafiki wabaya huharibu tabia njema. Marafiki. Ukiona watu wanavuta bangi, watu ni mateja, usifikirie kwamba walizaliwa hivyo. Kuna siku waliingizwa na marafiki. Marafiki alimwambia, ukitaka kuwa mwanaume kamili vuta hii. Naye pia anataka kuwa mwanamume kamili, sijui kama alikuwa mwanaume nusu. Haleluya.
yeye pia akavuta, akatumia siku moja au mbili na akanaswa. Sasa ni kiroro, akikaa ni kana kwamba anavutwa na spaki hapo chini. Ukiona mtoto mzuri aliyelelewa vizuri, aliyekuwa yani hataki kujichafua na dunia, ukimwona yuko hooked kwa boyfriend au girlfriend, kuna rafiki alimuintroduce. Bwana asifiwe sana. Kuna rafiki yake pengine alimtongozea ndugu yake, na sasa ameingia, hata kitaka kutoka hawezi kutoka kwa sababu yuko addicted. Aliyekuwa anasoma ameacha kusoma, aliyekuwa anapita darasani sasa anaanguka. Unashindwa ni nini kilichotendeka? Kuna alikuwa introduced, alinaswa. Haleluya. Marafiki ni mitego hatari. Haleluya. Na watoto wetu wenyewe ukiwaambia huyo sitembee naye, utanichagulia marafiki. Hawa ambao mnaona wamezeeka walikuwa huko na walipitia mambo haya mnayopitia. Wakiwaambia msifanye, wanajua kwa nini wanasema. Walifanya wakaumia. Haleluya. Kuna siku walinaswa. Hata huenda wewe mwenyewe, wewe ndio matokeo ya kunaswa kwa mamako. Sema amen. Unaweza kuwa matokeo ya kunaswa kwa mamako au kunaswa kwa babako. Sasa akijaribu kukuambia, unaona huyu ni mzee huyu. Alikuwa kijana siku moja, tena mrembo kukuliko. In fact tumechukua sura yake. Sasa nani alikuwa mrembo zaidi? Si ni huyo mama? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo jichunge na hizi mitego, ndio huwa zinavuta watu nyuma. Haleluya. Kitu kingine cha pili kinachoangusha watu ni kuvunjika moyo au giving up. Haleluya. Kuna kitu umengojea kwa Kristo na Yesu hakufanya kwa wakati uliotaka, ukaamua Mungu husaidia anayejisaidia, na huko kujisaidia nako umejisaidia kweli. Amen. Umeomba mtoto kanisani kwa miaka 4, miaka 3, miaka 5, mtoto haji. Maombi aina yote yamefanywa, mtoto haji. Ukaamua Mungu anasaidia anayejisaidia, ukaingia kwa babu. Haleluya. Naye akafanya. Babu ukienda kwake, ukirudi utajua umetoka kwa babu. Mababu ni wajanja. Haleluya. Wanaweza kufanyizia mpaka ukirudi unajua umetoka kwa babu. Amen. Na hata wakikupa mtoto anaweza kuwa kama Cinderella. Amen. Anazaliwa na meno, kumbe Cinderella si mtoto, ni nyoka kubwa. Haleluya. Kijego. Hakuna kitu kizuri kinachotoka kwa shetani. Kuna watu walienda kwa shetani kupata watoto. Mtoto ambaye ametoka kwa shetani huwa haishi zaidi ya miaka mingapi? Kuna miaka ambao hawapiti, wengi hawapiti, wanakufa. Lakini anayepeanwa na Mungu hudumu. Amen. Na hata huyu wa shetani kama ataishi, atakuwa mateso siku zote kwako. Hautawahi kupata amani naye. Kwa nini ung'ang'ane na kitu ambacho hauwezi kupata amani nacho? Bwana asifiwe sana. Jamani, be patient. Mungu anajua ni kitu gani unachotafuta kwake. Ngojea. Mungu anajua. Naye asipokupa, anajua kwa nini hajakupa. Maandiko inasema, furahini mwanamke tasa, kwa sababu watoto wako ni wengi kuliko yule aliyezaa. Amen. Bwana asifiwe sana.
Wacha wanaosema waseme. Usiku utafanya nini? Utalala. Amen. Tutakuombea, unaweza kupona au usipone. Haleluya. Nasema tutakuombea ukiwa mgonjwa, unaweza kupona au usipone. Hiyo isikuvunje moyo sasa kwamba unatafuta option B. Unakimbia, unatoka hapa ukiingia hapa, unatoka hapa ukiingia hapa. Haleluya. Mahali ambako pana Mungu anakubali uende ni hospitalini na kwake yeye mwenyewe, kwa sababu walio hospitalini hakuna kitu kingine ambao atakushirikisha. Amen. Kwa hivyo enda hospitalini, na kama amesindikana hospitalini, vilete kwa Mungu. Tutakuombea. Wakati mwingine utapona, wakati mwingine utakufa, kwa sababu kila mtu atakufa. Lakini cha maana, ukifa katika Bwana umeenda mbinguni, au utaurithi ufalme wa mbinguni. Kila mtu anakufa. Maaskofu wanakufa, wachungaji wanakufa, kila mtu, hata papa popu pia anakufa. Amen. Na hiyo kufa ni matokeo, ni matunda ya kuanguka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo watu hurudi nyuma, huanguka kwa sababu ya kuvunjika moyo. Haleluya. Pia watu huanguka kwa sababu ya kulinganisha, comparing maisha. Yaani unakompea, wakati mwingine unakompea, unalinganisha maisha kwa Kristo na kwa ulimwengu. Amen. Hasa walio katika shida hii ya kukompea maisha kwa Kristo na kwa ulimwengu ni wale ambao wamekulia kanisani, watoto wa wachungaji, watoto wa watu waliookoka. Yaani wamekulia kanisani, wamekulia madhabahuni, mpaka dunia hawaijui. Sasa inafika mahali wanashtukia dunia. Amen. Na wanaanza kuangalia kila siku ni sifa, maombi na nini. Wakienda mahali ambako mziki wa Diamond huko unagonga, sema ai, hiyo pako naanza kuona yani inambamba, inaingia. Haleluya. Sasa inaanza akiwa peke yake kwa nyumba, ana download za Diamond. Unaona wamejifungia kwa room zao. Hawasikii pambio, hawasikii nyimbo za Mungu, si gospel, ni Diamond. Ulimwengu unawabembeleza. Ulimwengu unakuwa mtamu. Bwana asifiwe sana. Lakini wale ambao walikuwa ulimwengu wakafika mwisho, sasa wakija kwa Kristo, hakuna kitu ambacho huko kinawavutia. Yaani walimaliza yote. Bwana asifiwe sana. Jamani, usilinganishe maisha ya huku na huku, kwa sababu ya Kristo ndiyo matamu. Huenda ikaonekana boring, lakini mwisho wa siku hivyo ambavyo unaona ni vitamu, shetani yuko kwa campaign. Haleluya. Bahati Bukuku akaimba wimbo Mzee Tupa Tupa. Haleluya. Akafika akaambiwa umekuja siku nzuri. Kuzimu utaenda, mbinguni pia utafanya nini? Utaenda. Akatangulia kuzimu, akaona visichana virembo, sura mbalimbali, virembo, watu yani dunia inabembeleza. Haleluya. Akaenda pia mbinguni, watu malaika wanafanana, ni kuinama na kuinuka. Akasema huku ni boring, mimi nataka kule kwingine. Akasema mimi Mzee Tupa Tupa, kwa akili zangu timamu naamua kwenda wapi? Jehanamu. Alipofika huko, haikuwa siku ya kampeni, ilikuwa really jehanamu. Asema si hapa, asema ni hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa ni wakati wa kampeni. Hivyo ambavyo unaona ni vizuri, hivyo ambavyo unaona ni vitamu, kuna siku vitakuwa vichungu. Amen.
Ndiposa Petero anasema baada ya kutoroka ulimwengu kwa kumjua, yani baada ya kutoroka uchafu wa ulimwengu kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, ukija ukinaswa tena katika huo uchafu, hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Heri haungejua. Bwana asifiwe sana. Ni heri haungejua njia ya haki, the way of righteousness, kuliko kuijua alafu kukataa. Wanasema kukataa nini? Alafu kukataa sheria takatifu uliopewa. Haleluya. Mwisho anasema mithali hii inakuwa ni kweli, kwamba mbwa amerudia matapiko yake na nguruwe aliyooshwa amerudia kugaagaa katika kwenye matope. Imagine utapike vitu. Nafikiria mmeshawahi kutapika. Amen. Matapishi huwa inakaa vizuri. Haleluya. Kwamba unaanza tena kuyokota ukila. Hata mwingine amesema kwa sababu kweli vyachukiza, lakini hivyo ndio tunafanya. Yale matapishi uliotapika tena unachukua unaanza kula. Amen. Uovu ule ulioacha, uchafu ule ulioacha, tena unakuwa mtamu, unaanza kula. Nguruwe aliyooshwa anarudi kugaagaa katika matope. Na wapendwa, hiyo ndio jambo linaloendelea katika kanisa la Bwana, kwa sababu wengi ni watu ambao walianguka na wako pale pale, na sasa wanaanza kuvuta wakiangusha wale ambao wamesimama. Jamani, tuwe macho. Kristo anarudi. Kama kuna mahali umerudi nyuma, kuna dhambi unatenda, lakini tuko pamoja, kila kitu tunakifanya, tafadhali ungama na uache kabisa. Kristo yuko karibu kurudi. Bwana wabariki sana.